kwenye hili ambalo sasa tuko nalo. Kanisa tuko katika kipindi hiki cha majonzi na kile ambacho basi baba ambacho umetuandalia na kutuelezea vizuri. Kwa kweli kama tulivyojua, tulivyotangaziwa, Baba Mtakatifu Francis aliaga dunia tarehe 21 Aprili, siku ya Jumatatu ya Pasaka. Ndio. Majira ya saa 1:35 saa za Italia. Na hapa kwetu kwa sababu tunatofautiana sali moja, kwa hiyo ilikuwa kwetu ilikuwa saa 2:35. Japokuwa kulitangazwa baadaye kwenye saa 4 saa 5 nafikiri. Ndio. Basi niwaalike waumini wote na ndugu wote wenye mapenzi mema, tuendelee kuomboleza kifo cha mchungaji wetu mkuu ulimwenguni, tukimwombea apumzike kwa amani, kwa huduma ya kishujaa aliyoitoa, aliongoza na alipambana kweli na magumu ya hapa na pale, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Kama ilivyo kawaida ya taasisi kubwa na hasa nchi, misiba inakuwa na utaratibu wake. Yani hatukurupuki. Kama sisi unajua msiba ukitokea tunaanza kuunda kamati hapo hapo. Katika mataifa, katika sasa taasisi kubwa kama Kanisa Katoliki, kuna vitu tayari viko tayari. Na hapa tunapoongea karibu maandalizi ya mazishi yameshafanyika na wanaendelea tu kufinalize. Utaratibu wa msiba wa mtu mkubwa kama huyu katika Kanisa Katoliki una miongozo yake. Tunafuata maelekezo mintarafu utaratibu wa kufuata baada ya kifo cha Papa yaliyotolewa na Papa Paulo wa 6, iliyotolewa mwaka 1975. Baada ya kifo cha Papa yalitolewa pia utaratibu mwingine na Papa Yohane Paulo wa pili aliyemfuata. Akatoa waraka unaoitwa Universi Dominici Gregis, tafsiri yake mchungaji wa kundi lote la Bwana. Waraka huo wa Papa Yohane Paulo wa pili ambaye ni mtakatifu pia ulitolewa mwaka 2013. Ulitolewa ilikuwa baada ya kifo cha Papa Paulo wa 6, ambaye alifariki mwaka 78. Na mimi ninakumbuka kifo hicho nilikuwa bado mdogo. Nilikuwa form 2. Ndio. Nilikuwa nimeshaingia seminari. Hapo Lugunya hata afikiri kabisa. Kwa sababu nilikuwa ndo kwenye seminari, tukaambiwa Baba Mtakatifu amefariki. Kwa kweli ilikuwa kama vile jua limezima kabisa. Ikapigwa kengele, tukaenda kanisani kusali. Mwaka 78. Kwa hivyo basi ni utaratibu huu ambao Papa Yohane Paulo wa pili aliurekebisha ule wa mtangulizi wake kidogo tu. Alafu baada ya kifo cha Papa Yohane Paulo wa pili, Papa Benedikto wa 16 naye akarekebisha tusema huo utaratibu, na huo waraka unaitwa Normas Non Nullas, yaani baadhi ya kanuni za mazishi. Yani marekebisho kidogo ya kanuni zile za watangulizi wake. Sasa tujaribu kwenda taratibu. Ndiyo. Katika hizi nyaraka hizi taratibu kitu gani kinatokea. Kwanza kabisa kuna mtu anaitwa Carmelengo. Carmelengo ni yule mkuu wa makardinali ambaye tumemwona kwenye video, ndio yule aliyekuwa akisoma tangazo la kifo. Cardinal Ferrer. Ferrer. Ndiye Carmelengo. Basi msimamizi mkuu wa nyumba ya kitume Apostolic Palace na mali zake.
huyo ndio msimamizi wa kanisa takatifu Katoliki la Roma, na kazi yake kifo kikitokea, yeye ndiye anaingia kule kuhakikisha kwamba Baba Mtakatifu amekufa kweli. Ndugu zangu, yani ukisikia huyo ni mtu mzito wanayofanya wakati wa kuthibitisha, kuna nyundo inatumika. Basi tusiingie huko nyundo. Manake wanapiga mahali kuona kama yuko hai au na wanatumia kabisa zile njia za asili kabisa. Asante baba, kama ulivyosema tusiingie huko, tubaki kwenye lile ambalo umetuandalia. Unaona? Basi ndiye anayethibitisha kifo. Yani anawatangazia kwamba jamani, baada ya hapo anawatangazia kwamba Papa amefariki. Inampasa Carmelongue kumjulisha kardinali wakili kwa ajili ya jiji la Roma, yani kama vicar general. Wanakuwepo wawili. Kuna wakili ambaye anajulikana ndiye vika wa Papa. Lakini wako wawili katika mji wa Roma, kwa sababu kama mnakumbuka Baba Mtakatifu ni askofu. Ni askofu wa jimbo la Roma. Alafu Carmelengo huyo ana wajibu wa kuhakikisha kwamba chumba alichokuwa akiishi Baba Mtakatifu kinakuwa sealed. Hakuna mtu anayeingia. Kinafungwa kabisa, na wanaweka seal fulani. Yani nimeona jana hiyo video ikionyesha kutoka ukurasa ule wa Vatican, ndio wakisili ule mlango, ndio kuonyesha kwamba hakuna atakayeingia tena. Hakuna atakayeingia. Kwa hivyo linafungwa vyumba vyote vya kipapa. Alafu hatua za mazishi zinafanyika na kutangazwa. Makardinali wanakusanyika katika mkutano maalum wa faragha ambayo ni conclave. Lakini hii huchukua siku 4 mpaka 6 huo taratibu. Kwa hiyo makardinali wataenda Roma. Kwa mfano sasa hivi hawajakusanyika wote kama mnavyojua. Hata kardinali wetu nafikiri atakuwa yuko safarini kuelekea huko.